Bwana, moja kwa moja kutoka kwenye viunga vya Msimbazi ambako ndiyo makao makuu ya klabu ya Simba Sports Club. Taarifa zilizopo ni kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wako kwenye mazungumzo na goalkeeper namba moja wa klabu ya Mtibwa Sukari, Mtibwa Sugar, ambao wamepanda ligi kuu msimu huu mara baada ya kuteremka msimu uliopita, Constantine Deusdedith Malimi. Sasa huyu ni goalkeeper namba moja wa klabu ya Mtibwa Sugar. Ni goalkeeper ambaye amekuwa na kampeni nzuri sana kwenye lango la wakatamiwa kutoka pale Morogoro. Ndio anashika nafasi ya pili kwenye idadi ya clean sheets kwenye ligi kuu mpaka sasa hivi akiwa na clean sheet 4 nyuma ya Eric Johora ambaye ana clean sheet 6 mpaka sasa hivi kwenye ligi kuu ya NBC kwa msimu wa 25-26. Sasa wengi tunafahamu kwamba Yakub Suleiman ana injury ambayo ni most recent, itamweka nje kwa muda kiasi. Musa Pinpin Kamara ametoka kufanyia upasuaji hivi karibuni ambao ulikuwa successful, naye pia majaliwa yake ya kurudi akiwa pengine fiti yanaweza kuwa na mwafaka pengine kuanzia mwanzoni mwa mwezi wa pili au hata zaidi ya hapo. Sasa kwa hoja hiyo ni kwamba Simba Sports Club wameona kwamba kuna haja ya kwenda kuongeza nguvu kwenye idara ya goalkeeper, licha ya kuwa na Hussein Abel, lakini of course hawezi kuwa peke yake na pengine huwezi kuweka dhamana kwa goalkeeper wa timu za vijana. Kwa hiyo Simba Sports Club wameona wafanye mawasiliano na goalkeeper wa klabu ya Mtibwa Sugar Constantine Deusdedith Malimi. Mimi naomba nikurudishe msimu wa 23-24. Fresh kabisa. Msimu ambao Deusdedith Malimi alikuwa ni goalkeeper namba moja wa klabu ya Geita Gold ambayo nayo ilishuka daraja sambamba na Mtibwa msimu juzi. Sasa katika msimu ule Deusdedith Malimi aliweka jumla ya clean sheet 10 licha ya kwamba Geita Gold walishuka daraja ule msimu. Lakini baada ya Leima Tampi pamoja na Djigui Diarra, goalkeeper ambaye alikuwa anashika nafasi ya 3 kwa wastani mkubwa wa clean sheet kwenye ligi kuu ya NBC alikuwa ni Constantine Malimi ambaye alikuwa ameweka jumla ya clean sheet 10. Sasa muktadha ni muhimu sana. Geita Gold walikuwa na shida kwenye idara zao nyingi kuanzia mbele, ndio timu ambayo ilifunga magoli machache zaidi kwenye ule msimu. Kiungo chao kilikuwa dhaifu sana, mstari wao wa ulinzi ulikuwa hauko katika kiwango cha kuweza kuisaidia timu kupambana kikamilifu kwenye ligi kuu. Lakini nafasi moja tu ambayo ilikuwa imebaki uwanjani kwa upande wa Geita Gold ambayo iliweza kujishikilia na ilikuwa na top performances licha ya kwamba alikuwa katika mazingira ambayo yalikuwa hayambebi kwa ujumla, ni eneo la goalkeeper Constantine Malimi ambaye msimu ule yeye alikaa langoni kwenye mechi 20 tu. Lakini kwenye mechi hizo 20 akiwa kwenye lango la Geita Gold msimu wa 23-24 aliweka jumla ya clean sheet 10. Kwa muktadha huo, tafsiri yake ni kwamba aliweka clean sheet kwenye 50% ya michezo ambayo alikaa langoni kwa niaba ya Geita Gold msimu wa 23-24. Kwa goalkeeper yoyote kuweza kuweka asilimia mpaka 45 ya clean sheet kwenye mechi zozote ambazo utakuwa umedaka, tunasema hiyo ni good, yani ni mrejesho mzuri. Kuweza kuweka clean sheet kwa wastani wa 50% na kuendelea. Tena muktadha ni muhimu kwenye timu ambayo imeshuka daraja. Hiyo sio tu kwamba ni elite performance kutoka kwa goalkeeper, lakini inapaswa kuonyesha kwamba huyo goalkeeper ni wa daraja la juu kuliko vile ambavyo pengine uhalisia wa klabu ambayo alikuwa anacheza unaonyesha. Kwanza yeye mwenyewe tu kuweza kuweka 50% ya clean sheet kwenye michezo ambayo amedaka, lakini kwenda kufanya hivyo katika klabu ambayo imeishia kushuka daraja, hiyo ni credit juu ya credit yake yeye kama mlinda mlango kwenye kuweza kuzuia mpira usiingie wavuni kwa huo wastani wa 50% ambao ni wa juu kwa goalkeeper kwenye level yoyote bara lolote lile. Sasa basi ukijaribu kutizama mpaka kuelekea msimu huu ambao Mtibwa wamerudi, yeye akiwa kwenye lango la Mtibwa kama mlinda mlango namba moja, ukichukua michezo 20 ambayo alicheza akiwa na Geita Gold kabla ya wao kushuka daraja msimu wa 23-24, msimu huu amekaa langoni kwenye michezo 7. Mchezo mmoja alidaka Toba, goalkeeper namba 2 wa klabu ya Mtibwa. Michezo 7. Manake unakuja kukuta kwamba Deusdedith Constantine Malimi kwenye michezo 27 ya mwisho ya ligi kuu, 7 msimu huu na 20 akiwa na Geita msimu wa 23-24, ameweka jumla ya clean sheet 14. Clean sheet 14 zina tafsiri sawasawa na 51.9. Huo ni wastani ambao unakwenda kuupata kwa magolikipa ambao unategemea wao wanacheza Simba, Yanga na Azam, kwa sababu niliweka bayana mwanzo hapa kwamba
wastani wa kuweka clean sheet kwa asilimia zaidi ya 50 ni elite kwenye ligi yoyote ile. Sasa unapomzungumzia Constantine Malimi unazungumzia miongoni mwa magolikipa ambao kitakwimu yuko juu sana, licha ya kwamba pengine kwenye mazungumzo labda ya watu wengi kwa ujumla ili jina linaweza likawa halikuwa na nafasi kabisa, lakini tukienda straight kwenye takwimu zake kuanzia akiwa Geita, licha ya maswahibu yaliyowakuta kushuka daraja, lakini unapozungumzia muktadha wa performance zake binafsi, tena zikiwa zinabebwa na ushahidi wa clean sheet ambazo walikuwa wanaziweka Geita licha ya kwamba walishuka, inapaswa pengine ikwambie ni kwa nini hivi sasa Simba wanaona kwamba huyu ndiyo goalkeeper mzawa. Kuna nafasi pengine ya Simba kwenda kutafuta goalkeeper wa kigeni probably, lakini kwa wakati huu kama tunaweka tu muktadha wa goalkeeper ambaye ni mzawa, basi hakuna goalkeeper mwenye takwimu zenye nguvu zaidi kuliko mtu anayeitwa Constantine Malimi kwa kipindi ambacho yeye amekuwa goalkeeper namba 1 wa ligi kuu. Na katika ule msimu wa 23-24 ambao alizidiwa tu na Lei Matampi pamoja na Djigui Diarra, yeye ndiye goalkeeper ambaye miongoni mwa hao watatu alikuwa amecheza mechi chache kuliko wengine. Nimekwambia hapa mwanzo kwamba alicheza mechi 20 tu kwenye ule msimu. Kwa hiyo ni huyo goalkeeper, na katika msimu wa 23-24 pia Constantine Malimi ndio goalkeeper pekee ambaye alitoa pasi ya mwisho kwenye ligi kuu ya NBC, na hii ilikuja katika mchezo dhidi ya Azam, mchezo ambao ulichezwa pale Chamazi Complex, mchezo ambao Geita walipoteza. Imagine, walipoteza goli 2-1 katika uwanja wa Azam Complex mbele ya wenyeji Azam FC, lakini bao pekee ambao lilifungwa na Tariq Kiakala kwenye ule mchezo, tena ndo lilikuwa ndo bao la kwanza la ule mchezo. Yani imagine kwamba Azam walifanya comeback. Bao la kwanza ambao lilifungwa na walitangulia Geita ilikuwa ni assist ya Constantine Malimi. Alirudishiwa mpira kwenye eneo lake, akautenga kidogo, akapiga takriban pasi ya mita 60 kwenda kwa Tariq Kiakala ambaye aliweza kupiga shuti la takriban mita 30 juu ya mlinda mlango Mustafa Mohamed na kufunga bao la kwanza, licha ya kwamba hawakuweza kupata chochote katika ule mchezo mwisho wa siku Geita Gold. Kwa hiyo huyo bwana ndiyo Constantine Malimi. Taarifa kama nilivyoweka bayana mwanzo kabisa wa video hii ni kwamba Simba Sports Club wako kwenye mazungumzo ya kina na huyu goalkeeper na wanafikiria kumleta kama mbadala wa Yakub. Na ukiniuliza mimi, kwa takwimu zake akiwa kama mlinda mlango namba 1 mpaka sasa hivi kwenye ligi hii, kitakwimu huyu jamaa yuko juu kuliko Yakub. Hata katika msimu ambao alimaliza na clean sheet 10, Yakub alikuwa na clean sheet 7 akiwa na JKT. Kwa hiyo peke yake inaweza ikakuonyesha, na ni goalkeeper ambaye pia unaweza ukawa unaona kwamba hata kwenye mazingira ya miguu yake ana assist kwenye ligi hii msimu wa 23-24. Kwa hiyo pia mguuni pia anaonekana pia amejitosheleza zaidi. Kwa hiyo ndio habari iliyopo kuhusu huyu Constantine Malimi. Pengine hivi sasa unaweza ukawa unapata mwanga wa namna ambavyo Simba wanaona huyu mchezaji anaweza kwenda kuongeza nguvu kwenye idara hiyo. Lakini as always, mpira ni mchezo wa maoni, mpira ni mchezo wa wazi. Wewe pia kwenye mtazamo wako unaweza ukawa na maarifa mengine kuhusu kile ambacho unakiona kutoka kwa magolikipa tofauti kwenye ligi hii, unaweza ukaniambia hapa. Vipi kwa haya niliyoyazungumza, au kwa ufuatiliaji wako, Constantine Malimi ndo mtu sahihi? Simba unaweza kawa na utaratibu wa kuangalia pengine? Hayo yote unaweza ukaniandikia kwenye comment section hapo chini.